shida. Twende bwana, tuko VETA. Twende bwana. Safi. Mnyemani. Habari yako binafsi, hii ni Wachokonozi. Tuko mtaani bwana, tuko VETA. Tuko VETA vetani. VETA kwetu. VETA vetani. Mnafanya kazi gani? Sisi hatufanyi kazi. Tuko VETA. Sisi tunaharibu vitu. Kwa mashetani wa uharibifu. Naam. Issue nzima ya elimu imekuwa ikitafsirika katika namna tofauti. Tuligusia last time kuhusu issue nzima ya elimu. Uligusia kuhusu kutopeleka mtoto wako shule. Yes. Ukasema kule shuleni hakuna jipya. Dunia sasa hivi imebadilika sana. Nikataka kuweka mambo sawa au kuuliza sheria ya nchi inakutaka upeleke mtoto shule. Pengine utachukuliwa sheria. Hiyo sio sheria ya nchi. Hiyo ni sheria ya wahuni waliotuaminisha ni sheria ya nchi. Wale ni wahuni. Sheria ya nchi ni hivi. Kama sheria ya nchi inataka nipeleke mtoto wangu shule, mbona sheria ya nchi hainipi mtoto wangu ajira? Mbona ajira anaanza kutafuta? Hivi imekuwa hiyo ni sheria ya wahuni ambao wamerasimisha ikawa ya nchi. Nimesoma leo sheria ya nchi. Sheria ya nchi ingekuwa ni sheria ya nchi basi ungekuwa analazimisha na kuzalisha mtoto wa watu. Sio sheria ya nchi. Yaani ni nchi inaamua kushika sijui nisemeje. Kuprogram. Yaani ni wahuni wanaamua kuprogram watu kwa manufaa yao binafsi. Sio sheria ya nchi. Inakuwaje sheria ya nchi wakati wewe unipi mbegu mimi za kuzalisha? Sheria ya nchi. Yaani sheria ya nchi wewe una apply sheria ya nchi mimi nikishaleta mtu wangu duniani. Ndio sheria yako inafanya kazi. Mbona haipo kulazimisha design? Haipo kwa kweli. Na nchi hiyo kuna sheria kulazimisha mtu azalishe mtu au azalia. Hapana. Sasa unasemaje kupeleka mtoto wangu shule ni sheria ya nchi? Ni sheria ya wahuni ambao wanataka wa manipulate wenzao. Kwa hiyo wanalazimisha wenzao waingie kwenye mfugo ili waendelee kuwatawala. Sio sheria ya nchi. Kwa ule kwa mtu kama mimi kuniambia sheria ya nchi. Ila mafao unaweza kuambia sheria. Mimi kwangu sio sheria ya nchi. Lakini kuna hii issue ya tunasemea ya mtoto ana level za elimu. Nilikuwa nafuatia mtandaoni kuna level za elimu zimeongezeka. Hizi level za madarasa. Mtu anatoka kuna primary, kuna secondary o level na advanced level, kuna university. Lakini sasa hivi mtu akitoka university anaingia VETA. Aliyesema hivyo ni nani? Tunasema watu wamejaribu kuportray kauli ya waziri mkuu ambayo ametoa wiki iliyopita nadhani. Ikiwashauri watu waliomaliza vyuo vikuu ama universities waende VETA wakasome wapate ujuzi. Sasa kuna maana gani? Ndio maana watu wanatoka chuo kikuu naingia VETA. Labda waziri mkuu ameongea kisiasa. Hajaweka mambo bayani, hajaongea kizuoni. Nadhani ameongea kisiasa. Kama ameongea mimi sijamsikia. Kama ameongea hivyo ameongea kisiasa. Kwa sababu huwezi kuniambia mtu amemaliza chuo kikuu aende VETA. Kwa sababu gani? Mimi nazungumza kwenye psychological perspective. Mtoto yoyote duniani usipomfundisha kitu chochote kwenye umri wa miaka 2 mpaka miaka 7 hadi 9, hakuna kitu tena utamuingizia kwenye akili yake. Zaidi atajilazimisha kuingiza vitu ambavyo hukumjengea kule chini. Kwa hiyo kwenye psychological view kauli ya waziri mkuu ni ya kisiasa, sio ya kisomi. Kwa sababu mtu aliyemaliza chuo kikuu tayari ameshatengeneza mizizi, ameshakuwa kwenye jela ya mfugo wa makuzi, na sio watu wote wanaweza kupata emotional shock wabadilishe frequency zao. Wakiwa ukubwani wengi hawawezi. Na hata wakiweza hawawi master.
hawai wabobezi kwenye hivyo. Kwa hawezi kufanya tunachokifanya. Ndio maana mimi nasema hivi kwamba hata nchini kwetu watu wengi wanakuwa viongozi wakishaenda ngazi za juu. Lakini ukweli ni kwamba wewe, nimekuambia mara nyingi kwamba na nimeshauri wazazi, na hata kwenye kitabu cha Wazazi wa Faida nimeandika kwamba mzazi yote mwenye akili timamu, mtoto wako anaposoma shule ya msingi hakikisha aidha ni kule shuleni au ni wapi, awe na wadhifa wa uongozi. Kwa sababu ndio kipindi kile unamtengeneza mtoto kuwa kiongozi. Huwezi kujifunza kuwa kiongozi ukiwa mtu mzima, haiwezekani. Umenipata vizuri? Kwa hiyo pattern zinaanza kutengenezwa kwenye miaka 2 mpaka miaka 7. Hasa waziri mkuu anavyosema watu wamalize chuo kikuu waende wasome VETA, mimi simzuii wala sizuii mtu asiende VETA. Lakini kuna umri kweli unapomaliza chuo kikuu una uwezo wa kumaster vitu, yani unapojifunza huko VETA, kwa sababu watu wanaoenda VETA wengi hawaendi kuwa master, wanaenda kuwa tu. Ndio maana vitu vyetu kwamba VETA hata kwetu ifanye kazi. Ndio maana vitu vyetu vingi ambavyo vinatengenezwa ukiangalia finishing yake ni kama imetengenezwa na amateurs. Yes, kwa sababu watu wanajifunza vitu katika umri wa utu uzima. Na nitashangaa kama waziri mkuu anasema watu wakimaliza chuo kikuu waende VETA. Study za kazi inafanya nini shuleni? Kwa mambo ingetakuwa tangia level ya miaka 7 mpaka 12. Mimi ningekuwa waziri wa elimu nchini, one of the best subject nchini ningesisitiza ni study za kazi. Kiingereza sio takataka gani toa. One of the best subject ni study za kazi. Sasa angalia na itathmini elimu hii ambayo wanaambia watu waende VETA. Haiwezekani somo la study za kazi linakuwa somo la ziada huko level primary. Alafu kuna unafiki unafanyika kwamba watu wasome VETA wakishakuwa. Ina maana gani? Wewe ni unafiki wa kisiasa kwa sababu hata nilizungumza juzi, sisi hatuna wizara ya elimu. Sisi tuna wizara ya uchezeshaji wa akili za watu, inaitwa wizara ya elimu. Kwa sababu tungekuwa na wizara ya elimu tusingekuwa hata mitihani tunafanya kulindwa na askari. Askari anafanya nini? Anakuja kulinda nini askari? Kwa sababu chukulia mfano, mimi wakati nasoma advance, nilifanya mtihani wa divinity. Nilikuwa mwanafunzi peke yangu shuleni ambaye anafanya divinity. Umenipata? Naam. Siku ile ya mwisho wakati mimi nafanya ile mtihani, maana nilibaki mwenyewe, askari aliniambia, wewe bwana unatupotezea muda, si uingie tu na vitabu uigie uandike umalize. Nikamuuliza askari, wewe umesoma hadi la ngapi? Askari akaniambia ameishia form 4. Sasa mtu wa form 4 anakuja kunisimamia mtu wa advance. Mimi nilimuuliza yule askari, nikamwambia brother, umeshafahamu sasa unamaanishaje huyo nisimamie mimi nasoma advance? Unamaanisha kuwa na usimamizi wa kama hujanizidi elimu uhitaji kusimama popote nikiwepo. Lakini ile ni sekta ya ulinzi na usalama. Hakuna ulinzi na usalama. Sio mambo ya kitaaluma. Hatulindi mwili, tunalinda akili. Maana yake ni kwamba akili yako ni ndogo ndio maana umeishia pale. Umenipata? Na hiyo ndio tumeentertain sisi. Ndio maana tunaona kuna matukio ya ajabu ajabu kwenye hizi idara zetu tunaita sekta za usalama. So waziri mkuu inawezekana amesema kwa sababu anaona elimu imecollapse. Na asemi ukweli. Anatakiwa atoke hadharani aseme ukweli, mwombe kwamba bwana, ile wizara yetu ya kuchezesha akili za watu kwa kutumia maferi walioferi tunawapa bunduki wanakuja kuwatisha imecollapse. Sasa jamani wazazi, tusaidiane kutengeneza mfumo mwingine mpya wa kusaidia taifa letu. Issue imecollapse. Yes, unajua shida ya siasa watu wasemi ukweli mweupe. Sasa mabeberu kule inakuaje? Sasa ndio hapo, kwa sababu sisi ni watumwa. Watafanyeje sasa? Kuna sera umewekewa. Sisi ni watumwa, ndio maana nasema sisi ni watumwa. Tujue kupata uhuru. Sisi tumepata bendera ya nuru, ila uhuru bado. Labda tufikirie kwa Afrika. Kuna nchi zipi ambazo tayari angalau wamebadilisha mfumo wa elimu? Labda wote ni wanabadilisha kisiasa, sio uhalisia. Kisiasa. Kwa sababu mimi hata waziri mkuu akisema watu waende VETA nitauliza swali. VETA tangu imekuwepo, product za VETA ngapi zimefanya vitu vya kubadilisha maisha ya nchi? Kwamba tuone kuna brand mpya ya gari. Kwa sababu gani? Brand mpya hivi vioo. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Wewe unafahamu mimi nafanya vitu hivi vingi vya ufundi. Nilishawahi kwenda SIDO. Nimebuni mashine mimi ya kuchakata asali. Mimi mwenyewe nimebuni. Haipo hiyo mashine duniani. Ila mimi nimebuni. Ndio. Nilipofika SIDO ambao ni shirika la viwanda vidogo. Wananiambia nilete sample wa kopi. Mimi nawapa mchoro, wananiambia nilete sample wa kopi. Nilishawahi kwenda, nasema tu leo hadharani. Nilishawahi kwenda Temdo. Nikapeleka idea ya mashine ya kusika watu 2 Temdo pale. Wewe nilishakuonesha hadi hiyo mashine. Naam. Ambayo nimebuni. Mchoro. Nikapeleka Temdo, akaniambia yule engineer akaniambia kwamba
Nani atakubali kuzikwa futi 2? Nani atakubali? Nikamwambia sasa tunazika futi 6, ardhi inaisha, watu wanaongezeka, lazima tupunguze matumizi, ni aidha watu wachomwe au wazikwe futi 2. Temdo engineer akaniambia hicho ni kitu hakiwezekani, tuletee mchoro au sample sisi tukopi tukutengenezee. Si hao ndio wamesoma VETA? Ndio VETA. Si ndio VETA? Sasa nimalize chuo kikuu niende VETA kufanya nini? Alafu swali, kama mimi namaliza chuo kikuu natakiwa niende VETA. Profesa anayenifundisha alienda VETA ipi? Kwa hiyo nafundishwa na loser. Ni loser. Kiongozi anayeniongoza wa nchi ameenda VETA? Hapana. Sasa mimi unanipelekaje VETA wakati wewe hujaenda VETA? Lakini najiuliza, nadhani umefanya tafiti na kuhusu VETA. Yes. Wakufunzi wa VETA kuna vitu wamevibuni ambavyo practically kwamba madirisha ya profesa fulani anafundisha VETA au wini gari au taili za profesa fulani au mwalimu fulani kabuni anatufundisha sisi hapa chuoni VETA. Kuna practical au walimu wamefanya vitu. Baadhi na wafahamu waadhiri 6 ambao yani mimi wale walitakiwa ufundishe vyuo vikuu na wafahamu. Bahati nzuri mimi natembea huko na wafahamu. Kuna mmoja ni mtaalamu wa umeme, kuna mmoja ni mtaalamu wa mashine, kuna mmoja ni mtaalamu wa ujenzi, kuna mmoja anatengeneza magari tulishakutana naye nikamwahidi nitampelekea bata, unakumbuka yule mzee? Namkumbuka. Yes. Sasa shida ni kwamba wale hawapewi opportunity ya kutoa kile kitu kilichopo ndani yao. Okay. Kwa hiyo wanatakiwa wana kitu ndani yao tayari ambacho kinatakiwa kuja kwenye dunia, lakini kuna kizuizi kinaitwa mtaala kinawazuia. Okay. Wanatakiwa wafundishe kulingana na programming iliyokuwa programming na sio wafundishe kulingana na flow waliokuwa nayo. Hivi unamaanisha VETA kuna hizi syllabus? Yes, syllabus zipo. Nchi hakuna mfumo wa elimu ambao una syllabus, mfumo wote ambao ni formal. Kwa mtu haruhusiwi kwenda nje atatibu. Yani wale mabwana, wewe mwenyewe unamfahamu yule mzee nilimwahidi nitampelekea bata. Anatengeneza gari yeye mwenyewe. Na tractor tuliona simple ya kulimia ile. Yes. Lakini hawezi kulitoa nje kwa sababu mtaala umruhusu, na hata akitengeneza gari yake TPS hawawezi kuipitisha kwa sababu wenyewe wanatumia international standards. Umenipata? Sasa unajiuliza, sisi kwa nini hatuna our own standards? Natumia international standards. Lazima kwanza tuanze na kwetu ndio twende international. Sasa kwetu hatuna kitu. Unalazimisha twende international. Na mfahamu kijana mmoja yuko Arusha. Yeye amebuni bajaji inayotumia umeme na amebuni bajaji nyingine inatumia maji. Lakini jamaa wameshindwa kumpitishia kwa sababu eti imezidi sentimita 6. Hizo sentimita 6 nani kaweka hiyo standard? Ndio hao jamaa wanaopitisha viwango wamemwambia kwamba hauwezi kusajiliwa mpaka upunguze sentimita 6. Swali nikamuuliza, hiyo sentimita 6 umeitoa wapi? Wenyewe wanasema kwa standards za bajaji za duniani. What knows?